Hujambo mara tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji popote pale ambako unaendelea kutufuata kwa wakati huu. Tunakaribisha kwa moyo mkunjufu kufuata habari zetu kwa siku hii ya leo. Tuanze habari zetu na habari zisemazo kuwa huko Ituri zaidi ya wapiganaji 600 kutoka makundi mbalimbali kama Codeco, FPC na vikundi vya ulinzi wa raia tayari vimejiunga rasmi na mpango uhuru wa serikali katika eneo hilo. Hata hivyo, changamoto kubwa inayosalia ni ukosefu wa asilimia ndogo, jambo ambalo linachelewesha mafunzo yao na kupelekwa vitani kusaidiana na jeshi la taifa FARDC, imesema hivyo duru zetu za habari. Hatua hii inaonekana kama sehemu ya juhudi za kurejesha amani na kuimarisha usalama katika mkoa wa Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni siku zilizopita ndipo jeshi la taifa FARDC katika maeneo hayo ya mkoa wa Ituri ulianzisha kampeni ya kupokonya silaha kwa vikundi tofauti ambavyo vinamiliki silaha kinyume cha sheria katika maeneo hayo ili kuendelea kumiliki usalama wa kudumu kwa raia. Mengi zaidi kutokana na habari hizi ni katika taarifa zetu zinazofuata. Tuangazie huko Kamituga ambako hali ya usalama inaripotiwa kuzorota kwa kiwango kikubwa katika mji wa Kamituga na pia tarafa la Mwenga. Hiyo ni kutokana na vitendo vingi vya unyanyasaji na wizi wa kutumia silaha vinavyoendeshwa na watu wasiojulikana. Kwa jambo hilo, shirika la raia laomba serikali kuvalia njuga kwa haraka swala hilo. Udhibitisho wa habari hii ni wake mwananchi Wisoba wa Kilongo Fiston, mratibu wa shirika la raia tena mchunguzi wa mashirika ya haki za kibinadamu BDH kusini mwa jimbo hili la Kivu ya Kusini, ambaye ameanza kwanza kukemea hali na vitendo vya ukosefu wa usalama pa Kamituga. Kamituga kwa sasa usalama sio shwari kwa sababu kulala na kulamuka Kamituga na amsikie asubuhi kama mtu aliingiliwa na watu wenye kumiliki silaha inakuwa rare kwa Kamituga. Kwa sasa watu hawatembee tena usiku kwa kuhofia usalama yao au wenyewe na usalama ya mali yao. Kwa sasa kwa Kamituga mtu kutembea usiku atakutana watu wenye kumiliki silaha, ananyang'anywa masimu za mkononi, ananyang'anywa pesa na vinginevyo. Siku zilizopita kuko mtu mwenye aliingiliwa kwa kunyumba na alikuwa iko na gardinage pale ya polisi, na haikuzuia watu wenye kumiliki silaha wakuje kumshambulia wake kwa sababu walisikia kama alipata pesa kidogo. Kamituga kwa sasa kama uko na pesa kidogo unaanza kuishi mwenye security, kwa sababu ukikuwa na pesa kidogo ama ikijulikana kama ulipata pesa kidogo directement unaingia muliste ya visite, donc utajiatendre usiku watu watakuja kuvisite na kunyang'anya pesa ambayo ulipata. Mtu ambaye alikuwa visite ni Pasteur Tonga na wakaacha na uwa mke wa mtoto yake ambaye mpaka sasa hajazikwa. Wa polisi ambao walikuwa pale kugarde waliponea chupu apre pale watu tena walinyang'anywa matelefoni. Hata hivyo, wakati hayo ya kijiri, mwanaharakati huyo wa haki za kibinadamu kusini mwa jimbo hili ameongeza kuwa ni jambo la kusikitisha kuona baadhi ya askari jeshi wa taifa FARDC wanahusika katika kuyumbisha usalama wa raia. Wisoba wa Kilongo Fiston amerejea mara tena kwenye laini ya simu ya Radio Kivu kutoka Kamituga. Ya kushangaza bwana mwariri, mwingine mtu ambaye anayeuza dhahabu alikutana na watu wenye kumiliki silaha na alikuwa jeshi
alikuwa jeshi wetu wa taifa, ili hatutavichika na hatutaogopa kusema, na wakaanza kupigana na ule jeshi. Mungu akamsaidia, akanyang'anya jeshi silaha, na ile silaha ule mtu akakuja na ile silaha kuifikisha mbele ya mkuu wa jeshi, na ule jeshi iko mprison anafungwa. Ni vitu vimoja vya kutangaza na vya haya. Bwana Mwariri, tulipokea hapa vile unajua trupe ya Burundi. Population kunajiuliza trupe ya Burundi iliingia hapa inatiliwa mapembeni na vile na bakia yo peke. Pourtant tulikuwa tunawaza vile viko effectif ya mingi wataenda na installe mu makartier pour que wane nalinda usalama ya raia na mali yao. Lakini wanawatia mapembeni vile na bakia vide na quelques FARDC na quelques policiers. Unajua kama Kamituga hatuna effectif ya mingi ya nani ya polisi. Inatuma wizi inakuwa mingi, uporaji inakuwa mingi, mauaji inakuwa mingi. Tunaogopa kama kicha hii vita wa operateur economique wa territoire ya Mwenga na vile Kamituga wataomba. Kadiri gisi mnavyofanya analize kama vile wakteur wa mashirika ya kirahia, mnawaza nini kabisa inaweza ikawa suluhisho kulingana na hali ya insecurity kuwa nyingi katika hilo jiji la Kamituga na hata Mwenga tarafani vile vile? Suluhisho ni kuongeza effectif ya ba militaire, ba policier ou ma quartier. Donc chaque quartier ikuwamo suffisamment na ba policier na ba militaire benye banachunga raia na mali yake. Na ingine pia tungipenda Mkamituga wakuu viongozi wangeorganize bukaje kwenda na kontrole nyumba kwa nyumba, kuona kama wanaweza dengiche army banani ba malfa. Na mwishowe alipoulizwa juu ya jukumu lao la kuwa na hamasisha jamii kuwa na zoezi la kutaja wahalifu kwenye vyombo husika, mwanaharakati huyo ametoa mwangaza. Ile tu tunaifanya Bwana Mwariri, sawa vile wanamemba wa shirika la raia tuko tunaifanya na tuko tunadenonce basi yote kwenye tunaona huko sisi tuko tunadenonce mais sur terrain pamoja na watu wenye biko na security mikono yao ndio hakuna resultat mzuri. Bwana Mwariri, mu ma conseil de sécurité tulikuwa tunafanya watu wa FARDC na watu wa PNC surtout watu wa FARDC bali déclarer kama il serait mieux bazalendo batoke mujiji ya Kamituga baelekte kule front kwenye mapambano iko na warugaruga wa M20. Tukasensibilize watoto ambao waliingia mkizalendo wafate ile nani ile na walipata, lakini kicha wao kutoka ndani ya muji hiyo mambo ya wizi tena na nani inaendelea. Seke wazalendo hawako tena munani mjiji ya Kamituga. Wanyepo mjiji ya Kamituga ni FARDC, police na trupe Burundi yenye ilikuwa kusaidia. Ni vema tuwakumbushe kuwa ni yapata sasa muda mrefu mji wa Kamituga na tarafa la Mwenga vinakumbwa na ukosefu wa usalama kwa njia mbalimbali. Tuangazie habari zetu zingine, na habari hizi zisemazo kuwa rais wa Israel anapatikana kwa sasa ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo tangu tariki 12 Novemba 2025, na ambako amepokelewa na mwenzake wa DRC Felix Antoine Tshisekedi. Mengi zaidi naye Safari Dilwe Alimasi akishirikiana naye mwenzake Izake Mulucha Ashibe. Naam. Ziara hii inalenga kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya Israel na DRC ambao tayari umekuwa wenye nguvu zaidi kutokana na mikutano iliyopita kati ya Rais Herzog na Felix Tshisekedi mwaka 2021 huko Jerusalem na mwezi Januari mwaka huu huko Davos nchini Uswisi. Baada ya kikao binafsi kilichofanyika katika Cité de l'Union Africaine, Isaac Herzog alieleza kwamba mazungumzo yao yalihusu masuala kadhaa ya pamoja kati ya mataifa ya mawili. Akizungumzia hali ya usalama katika Afrika ya Kati, alikumbusha kwamba matatizo sio tu Mashariki ya Kati, na pia alisisitiza umuhimu wa mataifa ya Afrika kutatua mizozo yao wenyewe.
Safari ya Limasi kuhusiana na mgogoro kati ya Kinshasa na Kigali, rais wa Israeli hakuhukumu moja kwa moja uvamizi wa Rwanda uliofanywa kupitia uasi wa AFC M23, lakini alionyesha kwa upatanishi wa Marekani, huku akisema kwamba jumuiya ya kimataifa inapaswa kuzingatia zaidi mgogoro huo kuliko hali katika Mashariki ya Kati. Isaac wacha tunukuu maneno yake rais wa Israeli ambaye alisema Israeli inapaswa kuchukua jukumu kuu kwa sababu Afrika ina umuhimu mkubwa kwa taifa letu. Hakuna sababu ya mataifa ya Kiafrika kutuachilia mbali. Bwana Rais, mgogoro si tu katika Mashariki ya Kati. Afrika itaweza kutatua matatizo yake yenyewe. Nasamini juhudi ya Rais Donald Trump katika kurejesha amani katika mgogoro unaokuhusisha na Rwanda. Ningependa dunia itazame mgogoro huu badala ya kuzingatia sana Israeli. Ni nafasi kubwa, rafiki kipenzi, kufanya kazi pamoja ili kurejesha amani na utulivu, alisema Isaac Herzog katika mkutano wa pamoja wa waandishi habari na mwenzake wa Kongo. Katika ziara yake hiyo ya kwanza kabisa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Isaac Herzog amekamilisha ziara hii katika muktadha wa kuimarisha uwepo wa kidiplomasia na kiuchumi wa Israeli katika jukwaa la Afrika na kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia kati ya mataifa haya mawili. Aliendelea kusema kuwa hakuna shaka kuwa kuna fursa nyingi za kushirikiana. Tumefanya majadiliano ya kina na nina furaha kubwa kuwa hapa ili kupanua mawazo yetu ya pamoja. Tumeguswa sana na maono yenu na tunafanya kazi kuimarisha zaidi uhusiano wetu. Zaidi hayo, tunashiriki thamani za pamoja hasa katika nyanja za haki. Ninapongeza DRC kwa kuchaguliwa kwake katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kuanzia mwezi Januari mwaka ujao, Israel ilitekeleza dhamira yake, itaendelea kuhudumia maslahi ya raia katika nchi hii. Pia tunashukuru kwa msaada mliotupatia ndani ya Umoja wa Afrika, alisisitiza kiongeza hayo rais wa Israel. Kwa kumalizia, ziara hii inakuja katika muktadha wa kidiplomasia mgumu kati ya DRC na Rwanda baada ya kuangua kwa Goma na Bukavu na kushindikana kwa mchakato wa Luanda. Makubaliano ya Washington na mchakato wa Doha sasa ni nguzo mbili zilizoongezeka katika juhudi za kikanda na kimataifa za kutatua migogoro inayoendelea mashariki ya nchi, hususan inayohusisha Rwanda na vikundi vya silaha kama M23. Msikilizaji, na kupitia hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu kwa siku hii ya leo. Tunakusamini kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusihi mara tena usikosi kulike, kucomment na kushare kwa wengine. Jina langu Mchumbi wa Mkulima na Fatuma. Endelea kutembelea kwenye chaneli yetu ili kuendelea kupata habari tofauti.